Ngai wainainie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete mĩhianano nowe ndũtariĩ taguo ithe witũ ikorokĩra ngoro cia athuri othe na atumia na anake na airĩtu na ciana cia kenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ ũhoti waku Jehova Ngai wainainie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete mĩhianano nowe ndũtariĩ taguo ithe witũ ririkana Joshua ngombo yaku we Jehova nĩagirie baba rĩĩtwa rĩaku itheru rĩconorwo maguta marĩa wamũitĩrĩirie ndamaconorithirie ndũrĩrĩ ithandũkũ rĩa mwĩhĩtwa waku rĩrĩa itheru Jorodani arĩonire kĩũraga nĩ ũndũ warĩo gĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiuna Ngai wakwa na Mwathani mũira wakwa njũrĩria ũmũthĩ ndĩ mbere yaku thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa thikĩrĩria mahoya ma ngoro yakwa maitho makwa nĩmagũcũthĩrĩirie na matũ makwa nĩmagũthikĩrĩirie nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda nĩgetha Baba ũnjĩre ũrĩa ũkwenda tondũ ndũrekaga gũkũ thĩ na maithori njĩra-inĩ ciakwa ikeno irahandwo na niĩ njugĩte igũrũ na gũkinya na niĩ njugĩte igũrũ na gũkinya ĩyo na ciahandwo njĩra Mwathani wakwa gũtirĩ kĩndũ ya thĩno ĩngĩhokaga ngoro-inĩ yakwa nĩrirĩirie kũinũka ngoro-inĩ yakwa nĩrirĩirie kũinũka mũthenya wa kũhurũka kwarĩa ũtheru ũcio nĩguo njikaraga njetereire tũgakenera metha-inĩ ya Mwathani tũgakenera metha-inĩ ya Mwathani haleluya nĩguo tũkamũinagĩra na hosana nĩguo tũkamũkumagia tũriganĩirwo nĩ mbara na maithori tũriganĩirwo nĩ mbara na maithori Jesũ mũthaka wakwa rĩu nĩndeigĩra hingĩre Mwathani wakwa ona ingĩ mamũtiga nĩgũkorwo
ndimo magiriria nigukurumirira we wangwirire kafatigane naraza gurumagirire we yohamu
Bwana ni mwema, ni siku njema. Tulipanga tutakuwa hapa, tutakuwa tunazungumza kuhusu Waebrania na Bwana katika rehema zake. Nakumbuka nilipokuja asubuhi tukakutana na ndugu yangu hapa anaitwa Wadan ama Edward Gitau. Tukasema ni rehema tu za Mungu. Hizo ndizo zinatuweka. Sisi tunapanga, hata wakati mwingine tunakosea, lakini tunahakikisha katika yeye kuna rehema. Sasa kwa hivyo kila siku maandiko yanasema rehema zake kuwa mpya. Hutafika mahali yaseme hii rehema zimekwisha. Hapana, kila asubuhi nikiamka rehema zangu ziko. Kwa hiyo nikienda kwake napata rehema. Sasa kwa rehema hizo tumerehemiwa tukafika siku ya leo. Na siku ya leo tunaanza mafundisho katika kitabu cha Waebrania. Na Waebrania kwa njia nyingine ni Wayahudi. Waebrania ni watu wa Mungu. Kiebrania kilikuja kama gunza. Sasa wakaitwa Waebrania. Vile watu wa huku wanaitwa Wakikuyu, wanazungumza gunza. Sasa wakaitwa Waebrania. Vile watu wa huku wanaitwa Wakikuyu, wanazungumza Kikuyu. Na utasikia mtu akisema mimi sisikiagi Kikuyu. Nikasikia kusikia ni nini? Kusikia ni kuwa kiziwi. Kusikia utasikia hata Mchina akija huku useme mimi sisikiagi Kichina. Utasema sifanyi nini? Sielewi. Basi sasa sisi hapa tunaambiwa kuzingatia kwa bidii zaidi. Tusije sikia kile tutazingatia ni yale ambayo tumesikia. Si yale hatujasikia, kwa sababu kusema kweli hatujasikia yote ambayo yako kusikiwa. Kweli. Kila wakati tunakutana na mambo mapya. Na tukiangalia tunaona ni mambo ambayo ni thabiti, ni mambo ambayo ni ukweli. Lakini sasa ni yale tumesikia. Kwa sababu tunaambiwa tusije tukapotoka. Kwa sababu watu hupotoka kwa sababu ya kukosa kuzingatia yale walisikia. Sitaona mtu ameokoka, kesho yake unamkuta amepotea. Na akipotea anaenda akipotea polepole, huko ndio kupotoka. Mpaka kabisa anakuwa amepotea. Sasa ile injili ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo sasa haitetei. Sasa yuko katika ufalme mwingine, amerudi kule ambako alikuwa ametoka. Tulisikia neno likatuokoa, likatubadilisha, tukapata uzima mpya. Tena ni neno ambalo tunaambiwa kila wakati linatufanya sisi wapya. Linatufanya akili zetu kuwa na upya kila wakati tunapoangalia hilo neno. Basi ni yale tumesikia. Na kuna mengi tumesikia na kuna mengine tunaachana nayo kwa sababu tukisonga tunakuta hayo si mambo ambayo ni ya kufuatwa. Ni mambo ambayo hayana misingi mizuri. Lakini hawa ni Waebrania wanaambiwa hivi. Ni waamini wa Yesu Kristo, lakini kafika mahali wakaonekana ni kama wanaweza kupotea, ndio wanaambiwa. Basi ni mafundisho mazuri sana. Nakumbuka Washiko. Zinasikia wahubiri wakihubiri. Siku moja mhubiri mmoja akaambiwa asome mahali katika Waebrania. Aliposoma akashtuka kwa sababu hajasikia hilo neno. Akaona ni kama anafanya nini? Anakosea. Akarudia. Kwa sababu inasemekana na tutafika hapo wakati ukifika ati tunapoongea Agano Jipya ina maana ya kwamba lile la kale limefika ondolewa. Akaona ni kama amekosea. Na ni akashtuka. Alikuwa hajasoma hapo. Akasoma tena akaambiwa ndio. Agano Lipya ukisikia kitu kipya ina maana kile cha mbeleni kimefika wakati wake wa kuondolewa. Sisi wengine labda kina Gibson hapana na Robinson
kulifika mahali tulikuwa tunangojea katiba mpya, si ndio? Na tukaingojea kwa hamu na ikakuwa na mambo mengi, si ndio? Lakini baadaye ikakubaliwa. Lakini nakumbuka kuna mambo fulani yalikuwa na utata. Alafu kuna mhubiri mmoja anaitwa Wilfred Lai. Watu wakasema hapana, hiyo acha tupitishe, hiyo mingine ni madogo, makosa madogo. Akaulizwa, wewe unaonaje? Akasema vile wanatuambia ni ya kwamba ni kama uende mahali Washiko uje kutembea kwangu nikwambie tutakula chapati, lakini huu unga nimepika nao una sumu. Lakini ni sumu kidogo, mwili wako utaweza utakufa. Lakini akisema hivyo ndio unasema hapana, wacha turekebishe yale tunaweza kabisa mpaka tufanye nini, tukubaliane. Walikuwa sema hapana, ni makosa kidogo, wacha tupitishe. Kuna watu walikuwa na hamu ya pitisho, lakini akasema hapana. Sasa ni habari ya Agano Jipya. Na Agano Jipya uzuri wake lilipozinduliwa ni Yesu Kristo mwenyewe alisema sasa hili ni Agano Jipya katika, alisema nini? Agano Jipya katika nini? Katika mwili. Ndio. Lakini alisema katika damu. Agano Jipya katika damu yangu. Damu. Sababu hata kama ni mwili bila damu, walihitaji waone damu. Si walikuwa ni wamefundishwa? Ukikufa, ukifanya makosa, unatoa dhabihu, damu inamwagwa. Hata kuna wakati walikuwa wananyunyiziwa damu ya agano. Lakini sasa, na hiyo mambo ya damu ya agano ilianza mbele. Hata wakati wa Habili na Kaini. Lakini sasa Agano Jipya likafika, hiyo agano likafika mwisho wake. Kwa hiyo mimi nikihubiri, mimi nasema hata wimbo si tunaimba iradhimoshia kere kanero kerea kero, si tunaimba hivyo Agano Jipya. Sasa Waibrania walikuwa na agano la kale, wameamini, lakini wako katika hatari hiyo ya kurudi tena kwa agano la kale. Na ndio utakuta siku ya leo Washiko kuna wahubiri wengi wanapenda agano la kale sana, kwa sababu agano la kale mimi nasema bila kuogopa lina mlo mzuri. Si tunaambiwa usiingie nyumba ya Mungu bila nini? Yesu alisema hivyo. Yesu alisema njooni kwangu nyote. Si unaona? Asemi mje na kitu, ati uje vile ulivyo. Alipowatumwa injilisti wa kwanza akawaambia mwende, mmepokea bure, mfanye nini? Toe bure. Hiyo utasikia, utaambiwa mhubiri uje. Si hata kwa TV ndio tunaona. Tuma tuma mtoto wako afunguliwe, tuma. Pada mbegu. Pada mbegu. Penda mbegu. Yesu alikuwa na mbegu. Sasa ndiyo hiyo. Na ni mafundisho mazuri. Mtu akifuata haya mafundisho hutatishwa na jambo lolote. Utasikia wahubiri hata wakubwa wakiongea leta zaka, wewe ni mwizi. Hakuna wizi. Niliwauliza watu huko Rwanganga, kuna rais hapa anaitwa rais wetu anaitwa William Ruto. Shiko wewe fikiri mimi niende ninyang'anye Ruto saa yake? Itawezekana? Ya saa mzuri niamue leo huyu nitamnyang'anya, nitaweza kufika hapo? Na nakumbuka nikasema tukiambiwa tunanyang'anya Mungu, si ndio tunaambiwa? Huwezi ukanyang'anya Mungu. Na nakumbuka wakati tulikuwa na hubiri wengine tukiongea, sasa mhubiri akaniuliza maana yake ni nini? Mungu akisema unamnyang'anya, anakuambia acha nini? Acha ujinga.
Si ndiye amekupa? Alafu anakuambia utoe, umnyang'anye aje? Huwezi kunyang'anya Mungu. Hiyo ulikuwa tu ni mfano. Kwa sababu Mungu tamnyang'anya. Kunyang'anya mtu kitu lazima uwe na nguvu kumliko. Huyu mrembo amekuwa hapa anaitwa Zuri. Anaweza kuninyang'anya pesa hadi. Sasa je, Mungu sisi tutamnyang'anyaje? Walikuwa wanaambiwa acheni nini? Ujinga, acheni upuzi. Kwa sababu Mungu amekupa. Na katika Warumi tulisoma hakuna mtu yeyote Mungu amemkopa pesa kitu anangoja Mungu amlipe. Si tulisoma hayo? Sasa hiyo ndio Agano Jipya, tuelewe vizuri. Waibrania walikuwa na hatari ya kufanya nini? Kurudi. Mambo yale walikuwa wamesikia, mengine walikuwa wameanza kuyaacha. Na ndio wanaonywa ya kwamba mkiyasahau yale mlisikia, sasa baadaye mtapotoka. Amen. Na ni kweli, kama kuna kitu unajua alafu usahau, utapotoka, utapotea. Sasa Waibrania 1, jambo la kwanza ni mwandishi. Na katika mwandishi, katika Agano Jipya lote, Waibrania hakuna mwandishi ameandikwa aliandika. Sasa wataalamu wa theolojia wakifikiri, wanasema, wengine wanasema ni Paulo. Nao wengine wanasema hapana, Paulo hakuwa akiandika hivyo, alikuwa anaandika hivi. Wanasema ni mtu fulani. Wengine wanasema labda ni Yakobo, kaka yake Yesu. Si ameandika waraka? Hapana, labda ni. Sasa kwa hivyo haijulikana ni nani aliandika. Lakini basi iko tu hivyo. Si unaona vile tu inaanza? Inaanza na jina nini? Mungu, si ndio? Yaani ni mtu ameandikia watu tu na ameanza tu kuandika na akawaandikia barua. Labda kuna watu walijua hawa siku hizo lakini hatujui ni nani kwa sasa ni nani. Lakini hiyo si kusema huwa tujui ni nani aliandika. Jambo muhimu ni hicho kimeandikwa kinaambatana na yale tulisikia. Kimeambatana na yale tunajua, ukweli ule tunajua. Kinaambatana na mafundisho ya Yesu Kristo. Na hata katika dunia hii ya kawaida, hata kuna vitabu wamekuta kitabu hata watu wanatumia lakini hawajui nani aliandika. Lakini wakakuta ya kwamba kile kimeandikwa kweli kina maana mzuri. Sasa wakati unaenda kwa hoteli, si unaandaliwa mandazi, si ndio? Ama githeri. Unajua ule alipika. Na unauliza nataka kuona nani amepika. Si unakula. Na ikiwa mzuri unasema kama wewe ni mtu muungwana umesoma na mwambie huyo aliyepika amepika vizuri. Si ndio? Kama si kizuri unaambia hii chakula si mzuri. Hata unaweza kukataa kula useme mimi hii sitakula. Lakini hata utataka kujua nani amepika. Lakini kikiwa kizuri si unakula na unafurahi. Hata unasema nifanye nini? Niongezee. Sasa kwa hivyo hakuna tatizo. Ya kwamba tujui nani ameandika, hilo si tatizo. Kwa sababu jambo muhimu ni je, kile kimeandikwa kinaambatana na yale tulisikia, ama kimesema kitu tofauti na yale tulisikia. Hiyo ndio tungefuata. Sasa kwa hivyo mwandishi hajulikani, lakini ningesema hivi ya kwamba kuna bado Mungu anajua nani aliandika, si ndio? Na kwa sababu ni jambo muhimu, labda hata Mungu alikuwa na sababu kwa nini lisiandikwe. Hata huyo aliyeandika, labda hata yeye alikuwa na sababu kwa nini hataki aandikwe jina lake. Kwa sababu labda, haya ni mawazo yangu, mimi si mtaalamu wa theolojia. Kwa sababu labda mtu aliandika akasema hapana,
sitaki kusema ni mimi, nataka tu kuwakumbusha. Jina langu si muhimu, yeye akajitoa kwa hiyo habari, na ikakubalika, na walipokagua wakaona ya kwamba kile ameandika ni sahihi, wataalamu, na wakasema ni sawa, tutafuata. Kwa hivyo katika hiyo ya kwamba tujui mwandishi, katika Biblia pia kuna funzo hapa, na liko katika Mhubiri 12:12. Iko hapo, inasema hivi: tena zaidi ya hayo, mwanangu, kubali maonyo. Hakuna mwisho wowote wa kutunga vitabu vingi, na kusoma sana huchosha mwili. Ni kweli hivyo? Si Mhubiri alikuwa ameandika mambo akaandika, na sasa akifika karibu kuendelea kumaliza akamwambia, mwanangu, yale ambayo nimekuambia ama umesikia, ukaambiwa ya kwamba katika hayo kubali maonyo. Na alituonya kwa katika mambo mengi, si ndio? Ukionywa kubali maonyo. Lakini akasema kwa sababu hakuna mwisho wa kuandika wowote wa kutunga vitabu. Na kusema kweli dunia ina vitabu vingi. Kwa hivyo kila tumesoma tukitumie hicho. Tusijali sana kutaka kujua zaidi na kusoma vitabu vingi. Kwa sababu kila siku vitabu vingi vinaandikwa vipya. Na hakuna jinsi unaweza ukasoma vitabu vyote. Hata Mtume Yohana akiandika waraka wake alisema, hayo ambayo nimeandika ni yale naona itawasaidia kuelewa na kusimama vizuri. Kwa sababu yale yote Yesu alisema na kaandika, yakiandikwa yote, hata hii dunia haizi weza hizo vitabu haviwezi vitajaa dunia. Kwa hivyo katika Luka 8:7 pia tunaambiwa, kwa maana hakuna neno lililostirika ambalo halitafunuliwa, wala kilichofichwa lililofichwa halitajulikana na utokea wazi. Kuna siku tunangoja tutakuwa mbinguni, na tumeambiwa katika mbinguni mambo yote tutajua, kwa sababu kila kitu kitakuwa wazi, hakutakuwa na siri mbinguni. Duniani ndio kuna mambo hatuelewi. Sawa, mpaka hapo mwandishi hatujui, lakini imekubalika ya kwamba hayo maandiko ni sahihi, hayo maandiko yanafaa. Waebrania 1:1-4. Tusome hapo tafadhali. 1-4. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Tena kwa yeye aliufanya ulimwengu, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya atakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri ya jina alilolirithi lilivyo utukufu kuliko lao. Ndio ya kwamba ni habari za Mungu, ya kwamba siku ambazo zilipita alikuwa anazungumza kupitia manabii wake. Manabii ni watu ambao walipewa usemi, wakapewa sauti, wakaenda wakaambia watu, Yehova Bwana Mungu anasema hivi. Na watu wengine wakasikia na wengine wakakataa.
lakini alikuwa anatumia watu, na akasema, tunaambiwa hata kwa njia nyingi sana tofauti. Hata alizungumza na bwana mmoja anaitwa Balamu kutumia punda. Punda akazungumza na Balamu, akajibishana naye. Alikuwa ni kama nani? Mwaguzi. Ameambiwa aende kalaani watu, na akaenda. Na punda akazungumza. Lakini njia za Mungu zimekuwa manabii wanadamu. Lakini tunaambiwa kwamba mstari wa pili, umesomaje Washiku? Mstari wa pili. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Sasa tunaambiwa hivi ya kwamba wakati wa manabii umekwisha. Hizi siku za mwisho, hizi siku tunaishi ndizo siku za mwisho. Manabii walikuja kutokea hapo mbele, tukakutana na nabii alikuwa akiitwa Nuhu, yake sasa imeisha. Wakaingia kina Isaya, nabii anaitwa Musa, hao wote walikuja na wakapeana habari za Mungu. Lakini tunaambiwa siku hizi sasa za mwisho amezungumza kupitia mwana. Na tunaambiwa kwamba mwana yuko bora zaidi. Nilikuwa natafuta hilo neno. Kwa Kiingereza tunasema kuna neno tunatumia linaitwa best, si ndio? Ya kwamba kitu kikiwa best, hakuna kingine juu yake. Nikajaribu, nikaambiwa, na ndio nimesema hapo, kilele. Sasa tunaongea mambo siku ya leo, kilele cha yale tulisikia. Ya kwamba sasa si mtu ametumwa, ni mwana. Si mtu ametumwa nabii. Sababu nabii akija ama mjumbe aje akwambie nimetumwa na gavana wa Murang'a, si utamsikiliza? Tuseme gavana si gavana, ni mfalme. Alafu wewe si unajua mfalme mwanae vile anaitwa? Si labda gavana anaitwa Irungu Kang'ata, labda na mwana anaitwa Kang'ata, aje anikwambie mimi naitwa Kang'ata wa Irungu, baba yangu amenituma. Sitajua nani amekumtuma, isipokuwa yeye aje, basi ametuma yule ambaye ni wa kuaminiwa kabisa, yule ambaye yuko na baba yake, wanawasiliana vizuri, anaelewa na anatoa taarifa ambayo ni bora zaidi. Na tukaambiwa taarifa yake hata ilikuwa bora kuliko malaika. Ni katika wakati tulikuwa tunajifunza Biblia, tukaambiwa mambo ya mtu anaitwa Nabii Elia. Amefanya maajabu, uoga ukamwingia alipotishwa na mama moja aliyeitwa Yezebeli. Na katika sijui kama katika kutisha Elia aliharakishwa kuangamizwa kwake, aliharakisha. Labda kwa sababu si alikuwa amejionea maajabu ya Mungu. Mchana maji yanamwagwa, alafu moto unatoka juu. Lakini anasema vile umefanya manabii wangu leo, kesho saa kama utakuwa umekufa. Elia akaogopa, akatoroka, kwa sababu alikuwa mtu kama mimi. Si hata wewe unaogopa mambo fulani. Kuna tisho iliweza kuja useme Mungu hata sijui nitafanya nini, kwa sababu nimeambiwa ikifika Jumanne itakuwa hivi. Naogopa. Sasa Elia akasahau yale alikuwa amefanya, kwa sababu ni mwanadamu. Sasa tumeambiwa sasa si mwanadamu tena, tumeambiwa ni mwana wa Mungu amekuja. Nakumbuka tukiwa watoto
vijana wadogo kwa tunaishi huko Nairobi, mtaa unaitwa Kariakoo. Hivi nilikuonyesha na nikakuonyesha mahali panaitwa Jeshi la Wokovu ya hapo. Sasa walikuwa wanapiga, unajua vile wanaenda kabisa, wanacheza muziki mzuri. Kuna wimbo mmoja kila wakati walikuwa wanaimba, unaitwa Mwana wa Mungu. Si mnajua huo wimbo? Mwana wa Mungu, Mwokozi wangu. Walikuwa wanapiga. Na tulijua, hata tulikuwa tunaita, mama yangu walikuwa Wageshagi, walikuwa wamama wa Wageshagi walikuwa wanasema mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Sasa mama akisema atakucharaza, alikuwa anakuambia mimi nikikushika nitakupiga kama ile ndarama ya mwana wa Mungu. Kwa sababu alikuwa anaipiga kabisa. Na mama yangu akikwambia hivyo, alikuwa anasema ukweli. Kwa sababu alikuwa anajua vile hiyo ndarama inapigwa, hiyo ngoma inapigwa. Sasa ni mwana mwenyewe amekuja. Na tunaambia kwamba hata ujumbe, siku na wakati alituma malaika. Ujumbe wa mwana hata unazidi wa nini? Wa malaika. Kwa sababu malaika si ni kutumwa na tumwa. Enda ufanye. Anaambiwa huyo anaitwa Dan. Hakikisha wa Dan anafika huko, anaenda salama. Hata mahali kungekuwa ajali, anaenda akisimamisha gari, si ndio? Anaenda kivu, hata gari ilikuwa inakuja vibaya, huyo malaika anaishikilia, inakosa kugonga ile gari, wadana anasafiri nayo. Kwa sababu tunajua ya kwamba yale tunaona ni kidogo sana, yale makubwa hatuyaoni, lakini malaika ni roho anaona. Sasa ni mwana, kwa sababu tumeambiwa jina lake lilikuwa bora zaidi, kwa sababu yeye hakuumbwa. Yesu kwa Mungu mwana hakumuumba, kwa sababu yeye tutasoma yeye alisema huyu ni mwana wangu, huyu ni mwanangu. Sasa tunaambiwa yeye wema wake na ubora wake utatokana na jina lake, hilo linatokana na urithi, amerithi jina. Kama vile mimi nasema mimi ni naitwa Mwangi wa Wirore, si ndio? Nimerithi hilo jina. Na uwezi kuja useme wewe uitwi hivyo, unaitwa fulani. Nitakwambia hapana, mimi najua hili jina baba yangu alikuwa anaitwa hivyo na ninajua ni yeye. Kwa hivyo sasa Mungu amezungumza na mwana. Lakini utasikia washiko vile umesikia nikisema kuna kitu Yesu amesema, lakini mimi nitasimama hapa na nikwambie Musa amesema. Washiko. Nikwambie Malaki alisema mnaniibia. Yesu kuna mahali alisema ameibiwa kitu. Kuna mahali alisema mlete. Yeye alisema tu vile unatoa ndivyo utafanya nini? Utapokea, kwamba sasa uamuzi ni wako. Ukitoa vile umetoa utazidishiwa, utapewa. Lakini akwambii lazima ukija kwangu uje na kitu. Sasa lakini leo utasikia mhubiri akikwambia sasa ni wakati wa sadaka. Hata neno la Mungu linasema usikuje kwa nyumba yangu mikono mitupu. Ni Yesu alisema hivyo. Ibada zake kuna mahali tulisikia watu walikuwa wanakuja wana pesa. Hakuna. Basi hiyo ndio tunaambiwa ujumbe wake ndio wa mwisho, ujumbe wake ndio halisi. Hata akizungumza habari za nabii Yohana Mbatizaji akasema mambo ya Musa, mambo ya manabii yamekamilishwa. Kwa sababu Yohana ndiye alikuwa nabii wa mwisho kulingana na Yesu, sio mimi. Yesu mwenyewe akasema kuanzia hapo hakuna nabii mwingine wa kuambia Mungu amesema. Hapana. Lakini katika Agano Jipya tunakuta manabii wa Agano Jipya. Kama kuna moja tukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, tulisoma kulikuwa nabii alikuwa anaitwa Agabo.
alikuwa anaonyeshwa mambo. Sikuambia watu vile watakaa, ati Mungu amesema, hapana. Yeye alikuwa anaonyeshwa mambo, akasema Mungu amesema kutakuwa na njaa. Akasema kanisani, na kwa kweli njaa itakuja. Lakini sikusema Mungu ameniambia niwaambie hivi. Hapana. Kwa hivyo tumekubaliana ya kwamba Mungu Yesu Kristo ndio kilele cha Mungu. Tumekubali hivyo. Ezekieli alisema, na sisemi hatutasoma Ezekieli kwa sababu Mungu si ni yule yule na mambo mengine ya Mungu yabadiliki. Hata akisema katika lile bonde la mifupa ya kwamba hiyo mifupa itaishi, si ni Mungu huyo huyo. Kwa hivyo hata leo anasema hivyo. Lakini kuna mambo mengine Yesu alisema na yamefunikwa katika hili ni agano jipya katika damu yangu. Hiyo katuingiza katika kipindi maalum. Kwa hivyo mwana ni mrithi. Kwa hivyo anaongea na mamlaka yote ya baba yake. Amen. Amen. Haya. Sasa funzo ni hili. Mwanzo 1:26 inasema, Bwana Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Na anasema na tufanye tu si ni wingi. Na ndio sababu hata Yesu akiongea anaongea habari ya hiyo zamani walikuwa na Mungu kabla ya kuja huko. Kwa sababu katika Yohana 17:5 Bwana na Mwokozi yetu Yesu Kristo akiongea alisema, na sasa Baba. Sasa nani? Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Tunasikia wamesema umbe mwanadamu. Mungu akasema hii. Lakini alipofika kuumba mwanadamu akasema ng'ombe, kuna mahali Mungu aliuliza ng'ombe atafanana nini? Atakuwa na pembe ngapi? Aliuliza? Hapana. Umeona mnyama anaitwa kifaru, ana pembe ngapi kifaru? Moja. Kwa nini? Hiyo ni mambo ya Mungu, si ndio? Lakini hakuna mahali aliuliza kifaru, tutaumba kifaru kikwaje? Kwa hekima yake akaumba mnyama wa ajabu, si ndio? Kuna mnyama mwingine anaitwa mamba. Si akasema mamba akuweko. Unajua mamba hana ulimi? Mamba aliumbwa bila ulimi. Mamba anararua nyama, anameza. Hana ulimi. Kwa nini? Mamba kwa Kikuyu nani? Ni nini? King'ang'i. King'ang'i haina ulimi. Haina ulimi, iko tu yeye. Inauma tu na kurarua. Hiyo ni maajabu ya Mungu. Na katika hiyo hatuoni Mungu akisema tumbe mamba ikifanana. Mwingine anaambia hapana. Meno si mema. Mamba ana meno mangapi? Nimesoma, nimesahau. Lakini ana meno yake yako kama ya msumeno, kama ya msumeno. Katika hekima ya Mungu, mamba akafanya nini? Akaumbwa. Lakini mwanadamu asema tumuumbe katika mfano wetu, katika sura yetu. Tunaona ni Mungu, na hapo Yesu anasema utukufu ambao alikuwa nao hapo kabla hata dunia haijaumbwa. Kwa hivyo alikuwa hapo na Mungu. Amen. Amen. Kwa hivyo hakuna sauti inaweza ikampinga. Hata hakuna unabii wowote unaweza ukakuwa ati unamzuia kufanya. Kwa hivyo tunaenda tumesikia ni mwana. Na mwana tunajua mwana maana yake. Watatu tunaona kitu kinaitwa kuinuliwa. Tumesikia yuko zaidi ya manabii. Tena yuko zaidi ya malaika. Na tumeambiwa ya kwamba katika sasa ni Mwanzo
8 mpaka 13 tunaona vile ambavyo aliinuliwa, na tunaambiwa hakuna kwa malaika yeyote ambapo Bwana Mungu amewahi kusema. Si Bwana Mungu ana malaika zake na ni malaika wengi, si ndio? Ndio jeshi lake. Na tunaambiwa malaika farasi zile zinawabeba ni farasi za moto. Si Elia aliona hiyo? Akaona gari la moto na farasi wa moto. Ni maajabu ya Mungu. Lakini tunaambiwa, kwa sababu tunaambiwa yeye kwa urithi akapata jina bora zaidi. Sasa tunaona namna gani, na tutasoma yale yameandikwa katika Zaburi 2:7. Tunaambiwa katika yeye anaongea habari za mwana, anasema mwanangu, na Yesu akisema anamuita nani? Baba yangu. Na ndio tunasoma mstari wa Waebrania 1:5, tunaona uhusiano wa baba na mwana. Baba na mwana. Na ilikuwa tayari imetangazwa. Ni katika Zaburi 2:7. Inasema, Zaburi 2:7 inasema, wewe ndiye mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Ati ni maneno ya Bwana Mungu akizungumza habari za, tunaambiwa akizungumza habari za mwana anasema mimi leo nimekuzaa. Na watu wengine wanasema, nimesikia wakisema Mungu hana bibi, Mungu hazai. Sasa washiko, nikisema Mungu hafanyi, sasa ninasema mimi namuelewa huyo Mungu kabisa. Ati hafanyi hivi. Lakini Mungu ni mkuu. Hakuna kitu hawezi akafanya. Kile tu hawezi akafanya Mungu ni kukosa. Mungu hawezi akakosa. Kwa sababu yeye ndani yake tunaweza wote. Kwa hivyo hawezi akakosea, ajenge kitu kibomoke, aseme nilisahau ningeweka, hiyo si tunajenga nyumba unasikia imebomoka. Kwa sababu kuna walipofanya hesabu yule mhandisi, yule anaitwa mhandisi, yule engineer alikosea, wakati waliweka koroga hiyo ikabomoka. Mungu hana hiyo. Alipojenga ulimwengu, tumesikia mahali tena alikuja kurekebisha? Hakuna. Basi hatuwezi tukasema Mungu akisema na mwana tuseme hapana, hiyo si kweli, Mungu hana mwana. Si ndiye amesema? Akisema tunakubali. Na Yesu alipokuja akasema baba yangu. Hata wakati mwingine akisema baba yangu ni mkuu kuniliko. Si wanajuana? Basi hiyo iko katika Zaburi 2:7. Halafu katika Samueli wa 2:7-14 sasa ni Bwana anazungumza. Akasema tena, nitakuwa kwake baba, naye atakuwa kwangu mwana. Hiyo iko katika Samueli wa 2:7-14. Anazungumza habari za Daudi. Kwa sababu alipomteua Daudi, akampenda sana Daudi, kwa sababu tunaambua huo moyo wa Daudi ulimpendeza. Na ni kweli moyo wa Daudi ulikuwa kupendeza. Si leo tumesikia katika wakati wa kujifunza Biblia vile nabii Elia amefanya maajabu lakini alipopata ujumbe kutoka kwa Yezebeli akaogopa, akafanya nini? Akatoroka. Badala ya kusema ati mimi nenda umwambie, alipotea, aliokoka tu. Kwa sababu Mungu ni wa rehema, amempa nafasi afanye nini? Atubu. Yeye alitoroka.
Lakini Daudi alipokabiliana na jitu liliitwa Goliath, yeye hakuogopa. Alisema huyo mtu nani amemruhusu? Anafikiri ni nani aseme hivyo kuhusu Mungu? Akasema huyo mtu mimi nitampiga. Na tunaambiwa ni kijana mdogo, miaka labda 15, 16, ni kijana mdogo. Hata vita hajui, hajaenda vita, si mwanajeshi. Wanajeshi wanatetemeka, lakini yeye anasema. Na ndio Mungu akampenda. Na ndio tunasema, kwa hivyo huo ndio uhusiano ambao anazungumza wake na Yesu. Tunapozungumza mwana, anasema mimi nitakuwa kwake baba na yeye atakuwa mwana. Jambo la pili, tunaongea vile alimeinuliwa. Kwanza ameinuliwa kwa kuwa mwana, kwa uhusiano huo. Jambo la pili, tunaona katika akisema mzaliwa wa kwanza, akiwa mzaliwa wa kwanza. Na hiyo tunaona katika Torati 32:43 inasema, na malaika wote wa Bwana Mungu na wamsujudie. Kumbukumbu ya Torati 32:44 ya kwamba malaika wa Bwana Mungu na wafanye nini? Msujudie, wamuabudu. Nani wa kuabudiwa? Mwanadamu? Malaika? Viumbe wale wazee, tunaambiwa wazee 20 na ngapi? Na je, vile viumbe viko hai? Hapana, Mungu peke yake. Akasema huyu asujudiwe kama mzaliwa wa kwanza wa Mungu. Baba amesema huyu ni mwanangu na mimi nitakuwa baba kwake. Na hii ni wakati anamleta tena mzaliwa kwanza ulimwenguni. Simesikia kabla ya dunia kuumbwa walikuwa pamoja Alafu kuna siku ambayo walikuja tena. Alikuja tena duniani. Wakati alikuja kama mwanadamu. Tumesoma habari ya vile alizaliwa. Na vile malaika walikuja. Na wakaimba sifa. Hata ujumbe ukaambiwa huyu atakuwa mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Kwa hivyo naambiwa hivyo ndivyo ameinuliwa. Na katika mawazo yetu na katika yote ambayo tunafanya katika huduma yetu na utumishi wetu, tumfanyie hivyo kama anavyo stahili, kama mwana wa Mungu. Jambo la tatu, tunaambiwa kutawazwa. Kutawazwa ni afisi mtu anapewa. Kama leo washiko unaweza ukasikia nimetawaza kuwa balozi wa Kenya nchi fulani, si ndio? Ama usikie nimetawazwa kuwa waziri. Lakini siku hizi sitawazi, kwanza nafanywa nini? Napendekezwa. Kuna wakati rais wa Kenya alikuwa na uwezo kutawaza watu na kufuta watu. Leo tu mawaziri tu ndio anaweza akafuta. Zamani angefuta mtu yoyote. Hata angefuta, lakini rais mmoja akajaribu kufuta askari, akaambiwa hawezi. Unakumbuka hicho kisa? Baada ya katiba mpya. Rais mmoja aliona ati askari alichukua hongo, akasema amemfuta. Na akafutwa. Kisha yake mahakama ikamwambia hapana, huwezi kumfuta. Kama unataka kumfuta, hata kama wewe ni rais, uende uandikishe hiyo habari. Uende polisi, wewe uandikishe vile uliona. Si kusema nimeona huyu ameiba afutwe akichukua hongo. Sasa huyu tunaona akitawazwa. Kwa hivyo katika Zaburi ya 46:6 inasema, kiti chako cha enzi Bwana Mungu ni cha milele na milele. Fimbo ya adili ndio fimbo ya ufalme wako. Ya kwamba kiti chako ni cha milele na milele. Nani wa milele na milele? Mungu peke yake.
Sisi si ni wakufa. Ni katika tu ulimwengu ujao tumeambiwa sasa tutapewa mili mpya. Lakini kabla ya kupewa mili mpya, tukiwa katika hii mili, ni mili ya kufa. Kwa hivyo tunaambiwa kiti chake ni cha milele na fimbo ya adili ndiyo fimbo ya ufalme. Ufalme wake ni wa adili. Na adili maana yake ni ukweli, ni wa ukweli. Mungu mambo yake yote ni ukweli. Mungu mambo yake yote ni mambo ambayo yanapendeza. Amen. Kitu cha 4 tunaona katika mstari wa 9, mtiwa mafuta. Mtu ambaye ametiwa mafuta. Siku ya leo naona watu wakimwagiliwa mafuta, na mimi sijaona Yesu akimwagilia mtu mafuta. Tuliposoma Injili. Washiko. Tulisoma Yesu akimwagilia mtu mafuta. Tulisoma Paulo akimwagilia watu mafuta. Hapana. Walikuwa wanawekelea watu mikono. Mbele ya mashahidi mtu anatawazwa hivyo. Sasa huyu ni mtiwa mafuta wa Mungu. Kwa sababu katika Zaburi 102 katika Zaburi 45:7 inasema, umeipenda haki na ukachukia maasi. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wako amekupaka mafuta ya furaha kuliko wenzako. Yesu alikuwa anastahili, kwa sababu tunaambiwa kwamba alipenda haki na kuchukia uasi. Na si hiyo tu ndio alifundisha haki yenyewe ya Mungu, kutokana na Mungu ambaye walikuwa naye tangu mbele. Yaani Yesu Kristo akiongea mambo ya Mungu, hakuna kitu hangekuambia, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa ni Mungu. Yeye mwenyewe tangu mwanzo alikuwa na Mungu. Na hata hakuna wakati alikuwa na shaka na yale anafanya. Tulisoma vile alikutana na mkuyu. Na akasema anatafuta matunda. Lakini tunaambiwa sio wakati wa. Kwa hivyo hata akienda kutafuta matunda, si matunda alikuwa anatafuta. Kuna kitu alitaka kufundisha. Akikuta ndio mkuyu hauna matunda, lakini si wakati wake. Na nimesikia wahubiri akisema aliulaani kwa sababu huko hana. Hakutarajia matunda kwa sababu sio wakati wa matunda. Na baada ya siku kadhaa wanafunzi walishangaa walipopita hapo kukuta mkuyu ulifanya nini? Sababu tunaambiwa alipouzungumzia atulianza kukauka kutoka kwa mizizi. Wakati huo hawakuona, lakini kwa mizizi tunaona. Sasa walipopita wakakuta umekauka. Kaambia namna gani? Mkuyu wanashangaa ati Yesu ameambia mkuyu. Lakini hapa tunaambiwa alikuwa mtiwa mafuta wa Mungu. Ya kwamba alikuwa na jina na alikuwa na hali zaidi ya mtu mwingine yeyote. Jambo la 4. Tunaona Yesu Kristo akitangazwa kama muumba na wa milele. Zaburi 102:25 mpaka 27 inasema hivi: wewe Bwana Mungu, hapo mwanzo uliweka msingi wa dunia, na mbingu ni kazi ya mikono yako. Zitaharibika, bali wewe wabaki. Zote zitazeeka kama vazi, na wewe utazikunjua na zitabadilishwa. Bali wewe yule yule, wala miaka yako haitakoma. Si Mungu tu yuko na sifa hizo. Sisi tukiwa hapa kama wanadamu, miaka yetu inakoma. Hata kabla miaka ikome, wakati mwingine tunazeeka. Kuna watu wanazeeka. Unakutana na mzee fulani, utamuuliza, habari? Mimi naitwa fulani. Fulani wa nani? Wa fulani.
unasikia akisema huyo tulikuwa na yeye juzi, akaniambia sijui anaenda wapi. Na hiyo juzi anasema ni miaka 30 imepita, anakumbuka. Yaani sasa ashiki mambo, lakini Mungu yuko hivyo. Vile alivyokuwa mwanzo ndivyo yuko. Kwa hiyo tunaambiwa yeye ni muumba na ni wa milele, kwa sababu tunaambiwa wewe Bwana Mungu hapo mwanzo uliweka msingi wa dunia. Sina maana alikuwa hapo kabla ya dunia, ambapo tunasoma katika kitabu cha Mwanzo ya kwamba dunia ilikuwa hivyo, ilikuwa haina umbo, ni maji tu, maji na udongo. Ni kama nini? Ni kama matope, ni kama hiyo matope hivi. Lakini katika hiyo akaunda vitu vyote ambavyo siku ya leo vingi hata tusijavifikia. Sababu utasikia wamepata chombo fulani, wamepata chuma fulani, wanakitafutia jina, ule amekivumbua kinaitwa jina lake. Sasa huyo ni wa milele na ni muumba. Huyo ambaye ni muumba na ni wa milele ni yeye sasa amekuja kupatia habari. La 6, mamlaka yake. Zaburi 110:1 inasema, keti mkono wangu wa kuume hata niwafanye adui zako kuwa chini ya miguu yako. Mungu anamwambia Yesu, keti mkono wangu wa na hapa siku ya leo ndipo ameketi. Kwa sababu gani? Sababu hapo ndipo alikuwa. Sinamkumbuka Stefano alipoangalia juu, ati alifanya nini? Mbingu zilifunguka na akaona Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Sasa hapo ndipo pake. Kwa hivyo ana mamlaka, na hakuna malaika yote amefika hapo. Hapana, malaika hakuna yote ameambiwa uketi. Malaika ni kuambiwa enda, ni kuambiwa fanya, ni kuambiwa waimbe, na wanaimba. Amen. Funzo tulipata wapi? Katika Mwanzo 1:1 natuambia hapo mwanzo Bwana Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo alikuwako, lakini katika yale tunaona na mengi ambayo hatuoni, yeye aliumba. Kwa hivyo yeye ni wa tangu mwanzo. Yohana 1:1 tunasoma maneno haya, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno si nalo neno, naye neno alikuwa kwa Bwana Mungu, naye neno alikuwa Bwana Mungu. Yohana 1:1 ya kwamba Yesu alikuwa mbele na Mungu na yeye alikuwa ni Mungu. Kwa hivyo tunapozungumza habari za Yesu, hatuzungumzi habari ya nabii, hapana, ama mhubiri ama mwalimu, hapana. Tunaongea mambo ya mwana wa Mungu ambaye alikuja na akapata jina limepita majina yote. Amen. Jambo la 4 tumalize. Tunasikia sasa malaika ni akina nani? Wanaelezwa mambo yao. Malaika ni nini wanafanya? Tumesoma wakifanya mambo ya ajabu. Ati malaika moja akaenda akaua, sijui alikuwa Washami, sijui alikuwa, kuna watu walikuwa wako tayari kupigana na watu wa Mungu Israeli. Tunaambiwa ati malaika alienda mmoja akawaangamiza wote, wakawamaliza. Kwa hivyo ni watu wana nguvu, si watu, ni viumbe vina nguvu. Na tunaambiwa malaika, Bwana Mungu anasema hivi kuhusu malaika. Katika Zaburi 104:4 inasema, anafanya malaika wake kuwa roho na uhudumu wake kuwa mwali wa moto. Si tunajua kazi ya moto ni kuchoma. Yani malaika wako hivyo, ni wahudumu wake, ni watu wa kutumwa, nenda fanyeni.
Si watu wa kuulizwa ati mnaoneleaje, hapana. Ni kuambiwa, ni kutumwa, wanatumwa, wanafanya. Kwa hivyo Yesu yeye si mtu wa kutumwa kama vile manabii walitumwa wakamaliza wakakufa. Yeye ni yeye mwenyewe alikuwa hapo mwanzo. Na basi tunaambiwa hao ndio hudumu wake kuwa wamekuwa ni mwali wa moto, ni roho wanaotumwa kuhudumia. Maandiko yanatuambia watakao rithi wokovu, watakao rithi. Malaika wangoji siku moja wataokoka, hapana. Sisi tunangoja siku moja tutaokoka na tukaokoka, na tunangoja ati siku moja hata kama tutakuwa tumekufa, tukiinuka katika kifo, tutainuka katika miili mpya. Na Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo hata akatoa mfano mzuri alipopeana mfano wa Lazaro na tajiri. Tajiri akaishi maisha ya starehe, anakula, anavaa, mambo mazuri mazuri. Lazaro maskini wa Mungu, vidonda, njaa, baridi, sababu alikuwa anakaa hapo nje. Ni kama mtu alikuwa hana makao, hatuelewi kwa nini. Hatuambia alianza aje. Hata huenda labda Lazaro kuna wakati alikuwa tajiri. Si matajiri tumeona wengine wamekupoteza kila kitu. Sasa tujui Lazaro ilikuwa namna gani. Na juzi nikafikiri, ni mawazo yangu tu. Labda Lazaro alipitia hayo akijaribu, Mungu akijaribu kuzungumza na hiyo tajiri, ya kwamba katika mambo yake akumbuke. Lakini tajiri akaamini amefika, na huko atafanya nini? Hatarudi. Si wanasema mtu amevuka lile nini? Ile inaitwa nini? Shimo la nini amepita, mkuru ni nini? Si bonde. Sasa amevuka, haizi akarudi. Lakini tunajua wanarudi. Nakumbuka bwana mmoja alikuwa waziri mdogo katika hizo zamani. Sijui watu wakapiga picha yake. Ukimwangalia huwezi ukaamini huyo. Wakasema sasa huyu alikuwa wakati mmoja ni mdogo wa waziri. Lakini sasa ati alikuwa Kenyatta. Unajua hospitali ya Kenyatta. Ameenda kupokea matibabu. Sasa amekaa hapo nje anangojea aje achukuliwe. Si gari na mngoja. Sasa ndiye anafanya nini? Kwa hivyo mambo hubadilika. Utasikia mtu alikuwa, ndio mimi nikafikiri huyu Lazaro bona. Kwa sababu Lazaro hakuenda kwa Mungu kwa sababu alikuwa maskini. Ama unafikiri alienda kukaa kwa Ibrahim kwa sababu alikuwa maskini? Maskini wote wataenda mbinguni? Hapana. Mimi nafikiri Lazaro alikuwa ni funzo kwa huyo tajiri. Kwa sababu si tajiri hata jina lake alijua. Sababu anasema Lazaro. Lazaro si ndio anasema. Anaambia baba Ibrahimu. Anaambia hapana, wewe ulikuwa na wakati wako. Lazaro hakuwa na huo. Sasa ni wakati wake. Kwa hivyo nafasi zetu hubadilika. Kwa hivyo malaika hawangoji nafasi yao ibadilike. Hao wameumbwa wakiwa wahudumu wa Bwana Mungu. Wamekuwa ni roho, wanaweza kupata mwili, wanaweza kufanya mambo. Lakini hiyo ndio kazi yake ya nini? Tunasema ati tutakuwa na malaika wamepanga nini? Wakikaribisha nani? Bibi harusi, si ndio? Sisi wanangoja kazi ya mwisho, labda watafanya sijui ya mwisho, sijui kutakuwaje baadaye. Ni sisi kanisa la Yesu Kristo tukikaribishwa sasa kupelekwa Yesu Kristo. Itakuwa ajabu, wewe fikiri wote wameamini.
Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo akisema huyu ndiye bibi wangu harusi. Kanisa lote akipelekea baba yake, akiambiwa keti na sisi tuketi pamoja naye. Ni ajabu, sio? Kwa hivyo hayo ndiyo mambo tunaambiwa tuzingatie. Hayo tumesikia. Tukisahau hiyo, tutapata kazi mzuri, tutapata pesa, na sasa hata kanisa tutakosa kuja. Si watu wanafanya hivyo? Mtu alikuwa na mkienda huduma yuko, shughuli zimekuwa mingi. Nilisikia gari yangu imeshikwa huko Mariakani. Unajua Mariakani kabla kufika Monini. Nimeshikwa huko Lasa. Mimi lazima niende wapi? Na sasa hiyo amepata simu, hapo amelala hata Jumamosi akingoja mambo ya saa 6 akapata simu, tumeshikwa. Asubuhi mtamwona kanisani? Hapana. Ndio akaambiwa sasa Lazaro. Sasa alikuwa na hiyo hali, lakini sasa tumebadilika. Tutafute kuzingatia hayo tumesikia. Hiyo ndio tumeambiwa. Na funzo liko katika Kutoka 23:20. Inasema, tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipo kutengenezea. Kuna mahali nimekutengenezea. Ni Mungu anaambia Israeli. Malaika ataenda mbele awafikishe hapo. Hiyo ndio kazi yao. Na tunaambiwa malaika alifanya hiyo kazi mpaka akawafikisha. Lakini walipokaribia wenyewe wakakataa. Na baadaye tutasoma ilikuwa aje walikataa. Kwa sababu walisahau, walikosa kuzingatia. Matendo 27:23-24. Kwa maana usiku huu wa leo malaika wa Bwana Mungu, yule ambaye mimi ni wake, naye ndiye na nimwabuduye, alisimama karibu nami akaniambia, usiogope Paulo, huna budi kusimama mbele ya Kaisari. Tena tazama, Bwana Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nao. Tulisoma habari ya safari ya Paulo na pia malaika alimtokea. Hiyo ndio kazi yao. Lakini mwana tumemuona yuko katika kiti cha enzi na baba yake Mungu Baba. Kwa hivyo tukimaliza kwa kutafakari huo mlango wa kwanza, ni Waebrania 1:3 inasema, Yesu kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake. Kisha akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Hapo ndipo Yesu wakati huyu. Haiko kaburini. Kaburini yeye alitoka. Na baadaye tutaona kwa nini ilimbidi apite kaburini. Lakini sasa yuko mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Na wazo kuu Waebrania 1:2, Bwana Mungu mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Sasa sauti ambayo tunasikia ni sauti ya Yesu. Maneno ambayo tunafuata ni maneno ya Yesu siku hizi zetu. Yesu ni yeye kiongozi wetu. Waebrania 1:9, kama hapo Waebrania hiyo tumesikia aliyemweka kuwa mrithi. Ni yeye ametuokoa, si ndio? Na ni yeye ametupa hili neno. Nakumbuka wakati niliwaambia nilikuwa Tanzania, bwana mmoja akaniuliza, huko kwenu mbona uhubiri huko kwenu? Unahubiri huko, kwani huko kwenu hakuna watu wa kuhubiriwa? Nikamwambia iko, lakini
nafuata amri ya Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Alisema nendeni duniani kote mkahubiri Injili. Sasa ni huyu tunamtii kwa sababu ametuambia hivi. Na sala ambalo tungeomba ama katika kuomba tungefikiri 1:9 inasema tumependa haki, tumechukia maasi. Kwa hiyo Bwana Mungu wako amekutia mafuta ya shangwe kupita wenzio. Sasa tupende haki, tuchukie maasi. Kitu chochote ambacho kinaleta uasi, atufanye mapenzi ya Mungu tukichukie. Kitu chochote ambacho kitatuweka mbali na Mungu tuchukie. Lakini utakuta maasi yako katika nyumba ya Mungu. Lakini mfano wa Yesu ni huo, ya kwamba yeye ushuhuda wake ni ya kwamba alipenda haki akachukia maasi. Kwa hivyo hata sisi tupende haki na tuchukie maasi. Tusikuwe ni watu wa kuasi, tusikuwe ni watu hao tumeambiwa kuzingatia. Kwa tuache kuzingatia yale tulisikia. Sasa yale tunasikia sasa mengine ambayo hata si sahihi, hayo tuwe ndio tunazingatia. Hapana, tuzingatia yale tulisikia, yale yatuokoa. Amen. Amen. Yehova Bwana Mungu wetu